Palikuwa na kijiji kilichoitwa Lumbasa, kijiji kilichozungukwa na milima minene yenye misitu ya milele. Humo aliishi mzee mmoja mkimya sana, aitwaye Baba Nyevu, aliyekuwa na macho ya kinafusi na sauti iliyo kama upepo wa alfajiri. Haikuwa ikisikika, ila inahisiwa. Hakuwahi kuonekana mchana, na nyumba yake haikuwa na mlango, bali pazia jeusi lililoning'inia. Watu walimuita mchawi, wengine wakamuita nabii wa giza, lakini hakuna aliyejua ukweli, isipokuwa jambo moja tu lililojulikana: kila alipomtembelea mtu usiku, alitoka akiwa na jibu la jambo ambalo halijawahi kuulizwa. Siku moja, msichana mdogo aitwaye Amani, aliyekuwa na tabia ya kuuliza maswali mengi kuliko majibu, aliamua kwenda kwa Baba Nyevu. Alivuka kijito cha ukimya, akapita porini ya sauti zilizonyamazishwa na kufika katika nyumba ya pazia. "Nataka kujua hatima ya moyo wangu," Amani alisema. Baba Nyevu alinyamaza kwa muda mrefu, kisha akatoa chupa ndogo yenye maji meupe kana kwamba yalikuwa yameoshwa kwa nuru. "Utakunywa haya maji pale ambapo hutaona kivuli chako tena. Hapo ndipo utajua." Amani hakuelewa, lakini alichukua chupa na kuondoka. Miaka ikapita. Amani akawa msomi wa kwanza kijijini. Akafundisha, akaandika vitabu, akawa mtu wa heshima kubwa, lakini kila mara alipotazama kivuli chake, alikumbuka chupa ya maji. Hakuwahi kuyanywa. Siku moja alipokuwa msituni akitafuta maua adimu kwa ajili ya dawa, kivuli chake kilipotea. Jua lilikuwa juu kabisa, lakini kivuli kilikuwa kimetoweka. Akakumbuka maagizo. Haraka akatoa chupa, lakini maji yalikuwa meusi. "Kwa nini?" aliuliza. Ndipo sauti ile ya zamani ikamjia masikioni, isiyo ya mwanadamu wala mnyama. "Maji hayakuwa kwa moyo wako wa zamani, bali kwa yule utakayekuwa baada ya kukosa kila kitu." Na kweli, baada ya siku hiyo, kila alichokijua kilianza kutoweka. Aliandika vitabu vilivyokosolewa, wanafunzi wakamtoroka, wazazi wake wakafariki, na hatimaye alibaki peke yake. Akakumbuka tena chupa, lakini haikuwa na kitu tena. Miaka mingi baadaye, kijiji kilikumbwa na ukame wa ajabu. Watu walihama, miti ilikauka, na Amani, sasa mzee, alitembea usiku kuzunguka kijiji, akikumbuka maneno ya zamani. Akiwa kwenye kisima cha zamani, aliona kivuli chake tena kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Kivuli kilitabasamu, si kwa midomo, bali kwa mwanga wa macho. Ndipo pazia jeusi lililotoweka miaka mingi nyuma likarudi mbele yake, na Baba Nyevu alitokea, akiwa hajazeeka hata kidogo. "Kivuli chako kila hakijakomaa ndicho kilikuwa kinahitaji maji, si wewe." Amani alianguka kwa magoti, akaelewa. Maisha hayakuwa yakimsubiri ayafahamu, bali angeyafahamu kwanza yenyewe kabla ya jifungue kwake. Hadithi ya Amani ilibaki kama fumbo katika kijiji cha Lumbasa. Chupa ya maji haikuwahi kuonekana tena, lakini kila mtoto aliyezaliwa baada ya ukame alizaliwa na midomo iliyofunga lakini macho yaliyosema mengi. Na kila mtu alipojaribu kuelewa hadithi ya Baba Nyevu, waligundua haikuwa hadithi ya mtu mmoja, bali ni hadithi ya roho kila inapojaribu kuielewa nafsi.